Wakati huo sikiliza vizuri. Ni neno la Mungu linasema, Samueli wa kwanza na sura ya 2 na mstari wa 4 mpaka wa 8. Pande zao mashujaa zimevunjika. Rudia tena hapo. Pinde zao mashujaa zimevunjika. Asante. Na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Asante. Walioshiba wamejikodisha. Kanisa lote sema walioshiba wamejikodisha. Walioshiba wamejikodisha. Rudia kwa sauti, walioshiba wamejikodisha. Walioshiba wamejikodisha. Rudia tena, walioshiba wamejikodisha. Walioshiba wamejikodisha. Yaani shibe walionayo wamekodi. Kama ambavyo ulikodi yale mapunda ya kujengea nyumba. Na wenyewe shibe ugali ule wamefanya nini? Wamekodi. Unanielewa Ndugu yangu, unanielewa ndugu yangu Mpendwa, unanielewa Endelea baba. Walioshiba wamejikodisha, ndio, ili kupata chakula. Sawa. Na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Pokea raha kwa jina la Yesu leo. Naam. Huyu aliyekuwa tasa amezaa watoto sasa. Utazaa sana kila eneo kwa jina la Yesu. Endelea. Na yeye aliye na wana wengi amedhoofika. Ndio. Bwana huua, ndiye hufanya kuwa hai. Ndio. Hushusha hata kuzimu. Ndio. Tena huleta juu. Ndio. Bwana hufukarisha mtu. Ndio. Naye hutajirisha. Ndio. Hushusha chini. Ndio. Tena huinua juu. Ndio. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini. Ndio. Humpandisha mhitaji kutoka jehanamu. Pigia Yesu makofi na vigelegele sana. Nataka nisikie tu makofi ya watu wanaojiona ni wanyonge kama mimi. Makofi na vigelegele sana. Maliza. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini. Ndio. Humpandisha mhitaji kutoka jehanamu. Ndio. Ili awaketishe pamoja na wakuu. Ndio. Wakikirithi kiti cha enzi cha utukufu. Ndio. Kwa maana nguvu zao, ndio, nguzo za dunia ndio zina Bwana. Naye ameweka ulimwengu juu yake. Wachawi wanapoiua njia ya mtu wanatumia namba 7. Amen. 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 Na wanahamishana njia kwa kutumia hiyo namba 7. Bwana asifiwe. Wanapoua njia ya mtu wanatumia namba 7. Sema namba 7. Ninataka nikutambulisha, najua ukihubiriwa na watu waliowahi kufanya uchawi una sana. Sema amen. Uchawi una namba. Amen. Lakini kati ya namba hatari ambazo wachawi wanatumia ni 2. Ni uchawi namba 7 na uchawi namba 10. Amen. Hizi ndizo namba zinazotumika kuua ile njia ya uzima wa mtu. Kwa hiyo mtu anapoendelea kubaki kwenye ile njia ya mauti, maana yake kuna namba zimeandikwa kabisa na zinazungumza. Namba zinaongea kabisa, zinazungumza. Namba inasema wewe utakuwa na maisha ya kulia. Na namba wanazozitumia ni hizi, namba 7 pamoja na namba 10. Na hii ndio siri ambayo Yohana aliposaidia kanisa likawa linakataa. Bwana asifiwe. Akafunuliwa ufunuo huu wa ajabu sana, namna ya wale watu waliokuwa wameketishwa ndani ya njia za mauti. Amen. Lakini alipojaribu kugeuka namna ya kuwatoa wale watu, anaona falme zenye namba 7 na namba 10. Akaanza kumuona joka
na huyu joka alikuwa na pembe 7. Biblia inasema joka huyu alikuwa anaziambukiza nguvu, yaani ana uwezo wa kupatia nguvu ya kutokea kwake na wewe ukatenda kazi kama yeye. Hapo nisikize kwa makini kweli kweli. Sema amen. Na huyo joka ana vilemba 7. Sema amen. Na moja ya nguvu anayoihamisha, anairidhisha kwa wanadamu ni nguvu ya makufuru. Ukisema nguvu ya makufuru, utaiona sana ndani ya familia. Watu wanaokukejeli, watu wanaokudhihaki, watu wanaokutusi, watu wanaokufanya, hao wote wanachuana na njia yako. Amen. Ama njia ya uzao. Amina. Achilio lake ni achilio la machozi. Sema achilio lake ni la machozi. Kwa hiyo kila mahali anapotembea huyo mtu sasa lazima kumtoe machozi. Ukiingia kwenye ndoa lazima kumtoe machozi. Ukizaa watoto 4 lazima wakutoe machozi. Ukiolewa lazima ndoa ikutoe machozi. Naanza kueleweka hapa. Naanza kueleweka hapa. Naanza kueleweka hapa. Sema amen. Lakini ana akili. Yaani vichwa vyake viko 10. Sema amen. Ina maana ndani ya wanafamilia 10 wa ukoo wako ama ukoo wa baba wana uwezo wa kuambukiza hiyo nguvu. Unanielewa? Wakawa na uelewa wa kishetani wa kuendeleza machozi kwenye familia, machozi kwenye biashara za wanafamilia, machozi kwenye taifa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kila utakachokifanya kwenye maisha yako lazima ulie. Lazima ufanye nini? Unalia kwa sababu ya namba 10 ya kichawi. Unalia kwa namba 10 ya akili. Sema ni akili. Hizi ni akili za ajabu. Akija mpenzi kwako, ndugu yangu, anaongea kama yote. Atakavyokuuliza utashangaa. Kashaambukizwa ile nguvu. Unaelewa? Unakuta una ndoa yako nzuri, una mke mzuri, lakini anayoendelea ni kulia. Uchumi wa ndoa ni kulia. Anaachilia uachilio wa machozi. Sema amen. Na ndio maana naongea kidogo tu akatufanya kazi. Na ndio maana Yohana akaendelea mbele akapata ufumbuzi namna ya kuwasaidia hawa. Amen. Kwa sababu wakina Filipo, wakina Petro, wakina Yohana kifungo hiki hawakumaliza. Pamoja walikuwa na maandiko ya kinabii. Sema amen. Manabii wachungaji bado walikiacha ndani ya Wakristo. Kwa hiyo Wakristo waliendelea kukaliwa na hiki kifungo. Wanatembea na ulokole, lakini haya mapembe 7 yapo. Wanatembea na ulokole, lakini vichwa 7 vipo. Sema akili inaweza kuongea. Akili inaweza kuongea. Nisikie maneno haya, yule pala amelala, sio wamemlaza. Sema akili inaweza kuongea. Akili inaweza kuongea. Sema tena akili inaweza kuongea. Akili inaweza kuongea. Na 7 inaweza kuongea. Na 7 inaweza kuongea. Na 10 inaweza kuongea. Na 10 inaweza kuongea. Sasa tunapoongea sasa hivi hizi namba zinaongea. Na ndio maana Yohana alipokuja tena akapata namna ya kuwasaidia. Akawaambia hivi, msilie, msifanyeje? Na yeye akatumia kanuni, kwa sababu alipoangalia akagundua huyu joka ameiachilia nguvu ndani ya wanadamu watende kazi kama yeye. Maana yake maagent. Sema amen. Hata hapa kanisani inaweza kuwa na maagent wasiopenda Kapanga aendelee. Sasa hivi ninayaongea haya, wanajitahidi kumhamisha Kapanga asiongee. Mimi nitayabomoa kwa jina la Yesu. Kama usende yabomoa kwa jina la Yesu. Hata kama iweje nitayabomoa kwa jina la Yesu. Unanielewa? Naongea na wewe sasa. Unanielewa? Kwa hiyo wanasema kwenye eneo hili wewe utakuwa ni wa kulia. Utajitahidi kusimama kwenye mkondo wa nguvu za Mungu, lakini inashindikana. Hauwezi kuondoka kwenye eneo fulani
kama haujafundishwa. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo unakuta uzao wako ni wa kulia. Kwa nini unalia? Wametumia namba 7, wametumia namba ngapi? Hebu kimbia Yohana, Ufunuo. Kusa kidogo tu Yohana 4. Kabla matukuse maandiko haya, nielewe kinachofundisha. Hebu kusa Yohana 4. Naomba nisikize kwa makini sasa. Hapa naongea na watu. Yohana 4. Anza mstari wa 5, 7, 8. Soma hapo kwa utulivu. Soma. Soma kwa utulivu. Changamka haraka. Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 5 imeandikwa. Ndio. Basi akafika kunako mji wa Samaria. Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Kama uliandika Yohana regelesha. Ufunuo wa Yohana sura ya 4. Hebu tuangalie huyu joka na huyu mchawi namna unavyoweza kuingia kwa watu. Ufunuo wa Yohana kuanzia mstari wa 5 hadi wa 7 imeandikwa. Zungumza nini? Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo. Ndio. Na taa 7 za moto ziliwaka mbele ya kile kiti cha enzi. Ndio. Ndizo roho 7 za Mungu. Ndio. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo. Ndio. Kama bilauri. Ndio. Na katikati ya kile kiti cha enzi hapa kasome 13:1-7. 13 Ufunuo wa Yohana. Shetani usipoteze. Acha niongee na watu hapa. 13 Ufunuo wa Yohana na ule mstari wa 1 hadi wa 7 imeandikwa. Semaje? Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Jamani, akaona nini? Mnyama akitoka katika bahari. Ikawaje? Mwenye pembe 10. Ana pembe ngapi? Hizi ni za kinabii. Endelea. Na vichwa 7. Nataka tushughulike nazo. Na vichwa vingapi? 7. Na vichwa vingapi? 7. Huyu ni mnyama anatoka katika bahari, anakuja katika nchi. Ana nini? Ana pembe ngapi? Na nini? Na vichwa 7. Na vichwa vingapi? 7. Na vichwa vingapi kanisa? 7. Nataka tushughulikie. Endelea. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Na juu ya pembe zake ana nini? Vilemba vingapi? 10. Endelea hapa. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na juu ya vichwa vyake ana majina gani? Ya makufuru. Endelea. Na yule mnyama aliyemuona alikuwa mfano wa chui. Ehe. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Ehe. Na kichwa chake kama kichwa cha simba. Ehe. Yule joka akampa nguvu. Jamani, akafanyaje? Akampa nguvu. Unadhani kwa akili yako hii nguvu anapewa nani? Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Akampa nini? Nguvu. Sema kwa jina la Yesu. Yeyote aliyepewa nguvu ya joka. Yeyote aliyepewa kwa jina la Yesu. Sema kwa njia. Na mizinga ya watu. Juu ya huyo aliyekabidhiwa nguvu za joka. Alipesa nini? Huyo ndiyo njia sasa inatumika. Maliza. Amina. Na kichwa chake kama kichwa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Ndio. Mstari wa 3. Nikaona kimoja cha vichwa vyake. Ndio. Kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Sasa nisikilize vizuri, sema amen. Amen. Akaona kwenye kile kichwa kana kwamba kumetiwa jeraha la nini? La mauti. Yaani kuna vitu vinatoka ndani ya yule mtu ambaye ni njia ya mauti, anavihamishia juu yako. Amen. Yaliyompata yeye yanahamia kwako. Anasema kana kwamba kuna jeraha, lakini sio jeraha. Amen. Ina maana ni alama ambayo alivyolia mama yako na wewe utalia. Alivyolia baba yako na wewe utalia. Alivyolia fulani na wewe lazima ufanye nini? Vinaambukizwa, ni majeraha yanaambukizwa. Ni mchawi ule wa kuambukiza. Haupendi uwe maskini, utakuwa maskini. Haupendi lazima utakuwa tu. Ana jeraha. Sema kila majeraha. Kila majeraha walionibambikizia mimi. Walionibambikizia mimi. Kwenye eneo langu lolote. Kwenye eneo langu lolote. Kwenye eneo langu lolote.
Ninavunja kwa jina la Yesu majeraha yao, sio ya kwangu mimi. Majeraha ya biashara, majeraha ya kazi, kuanzia sasa na yapasua jina la Yesu. Sasa akaona tena akasema usilie. Akasema tena usifanyeje? Naye akatumia unabii wa namba 7. Namna kuwafungua watu, na yeye akatumia unabii namba ngapi? Namba 7. Akaja Yohana naye ili awafungue watu, akatumia unabii namba ngapi? Nataka tutumie namba ya 7. Namba 7 ndio namba yenye nguvu ya sura ya simba. Namba 7 ndio yenye sura ya tai. Mbona mnielewe nyewe watu? Yaani simba anapatikana ndani ya namba 7. Na nguvu za tai zinapatikana ndani ya namba 7. Kwa hiyo akatumia namba 7 kwenye ile sura ya 5. Ndipo anatoa agizo moja baada ya kanisa kuteseka. Anasema usilie. Usifanye nini? Usilie. Kwa maana simba wa kabila gani? Wa kabila gani? Wa kabila gani? Ni nani huyu? Simba wa kabila gani? Anaitwa Simba. Anaitwa nani? Simba. Ila ni wa kabila ni nani? Simba. Lakini ni wa kabila. Vipi angekuwa ni wa kabila la kwako? Haya mambo ndio yaliyonifanya mimi nimtafute Mungu kwa gharama zote. Sijui unanielewa Ndio maana ninaendelea kivyangu vyangu. Sasa kuna mambo yanifanya nimtafute Mungu kwa gharama zote. Yaani nitamani niwe simba wa kabila la Kapapa. Kabila la Wahehe. Yaani habari zangu zikianza kuvuma kwa Wahehe, waseme hivi Wanyaroko wanaomba wale tayari ametokea nabii. Hawezi kupiga nayatarajia katika maisha yangu. Sema nini? Na ndio maana nafundisha utambulisho. Nafundisha nini? Nafundisha nini? Nafundisha nini? Nafundisha nini? Utambulisho. Ni simba lakini wa kabila. Anasema familia msilie. Watoto msilie. Mwanza usilie. Kigoma usilie. Vijana msilie. Wamama msilie. Watoto msilie. Ni simba wa kabila. Wewe achana habari ya kusema ni Yesu. Hiyo habari ya kusema ni Yesu achana nayo. Yaani jigeuze sasa tulipofundisha utambulisho, maana Yesu anatenda kazi akiwa ndani ya Ekilia, akiwa ndani ya Sara, akiwa ndani ya Eva. Hiyo ndio Yesu anatenda kazi. Kwa hiyo ni mimi niliye kabila la Wahehe, kabila la Wakinga, kabila la Wandengereko, kabila la Wanyaturu, ndio mimi nataka niwe simba sasa. Hebu sema nakuwa simba, nakuwa simba. Sema kwa sababu nakuwa simba, nakuwa simba. Simba anatisha. Wanyama wote wakija swala wanapigwa chini, wakija nyumbu wanapigwa chini. So hii ilikuwa ni shamba na ni la pili kwenye makabila, kwenye jamaa na kwa ndugu wote na kwa taifa zima. Hapakuwa na namna nyingine ya kuwafungua watu kwenye swala zima la mauti pasipo namba 7. Pasipo namba 7. Na ndio maana huyu simba akashughulika na zile mihuri ngapi? 7. Na wafundisha kinabii. Akashughulika na mihuri ngapi? 7. Lengo lake yule mama aondoke kwenye mauti ya kulia. Aondoke kwenye mateso ya nini? Kwenye uzao wa nini? Kwenye mateso ya nini? Tunaona. Angalia yule pale amelala, amemchukua yule. Sema nini? Amina. Kwa hiyo akashinda, apate kushinda, apate kukifungua.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Ninataka mchana wa leo tutumie namba 7. Namba ngapi? 7. Kuangusha uchawi. Unanielewa? Tunatumia sura ya simba. Sura ya nini? Yaani wewe jione kuwa ndio simba. Sema amen. Amen. Ninatoa dakika 10 za maombi mazito. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nampa Gerald dakika 5. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Naempa dakika 5. Amina. Sema amen. Yaani ni za nguvu. Nataka tutumie sura ya simba. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Huyo simba uliyenaye mkuu. Unanielewa? Na ndio maana wachawi wametumia sana mafuta ya simba kuwaua watu majumbani. Amina. Wanakopi na kupesi. Kuanzia kitabu cha Mwanzo kinamwongelea mwanamke kama simba jike. Na namna anavyotakiwa kutenda kazi ili kuingia kuwinda. Sema kuwinda. Kuwinda. Hatutaacha mtu yoyote nje leo. Amina. Mwanao yeyote tutamtaja. Amen. Yaani hizi dakika 10 tutavitaja vyote. Amen. Nataka tuingie mawindoni. Tuingie wapi? Tunaingia kama simba. Tunaingia kama tai. Bwana sikia. Tunaingia kama nini? Alafu tunaingia kama nini? Sasa wewe unakuingiza. Sawa eh? Unaenda. Bro, utarudisha. Tunaingia mawindoni. Niangalia mfano kidogo mwingine hapa. Tunaelewana? Wewe tunataka ungurume kama simba. Utupeleke huko. Ndugu jamaa, mnasikia vizuri? Mnasikia vizuri? Sio kila mtu akelele. Lazima twende. Yatua. Unanielewa eh? Lord, toa. Yaani nakataka wazaje kabisa. Ongea na manabii huko. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unatupeleka mawindoni. Tunataka kuwinda Tanzania. Hatuwezi kuacha ndugu na jamaa na taifa kwenye mikono yao. Lazima tuwachomoe wale watu wote. Vile vile kwa kanuni ambayo ilitumika wakati unatafuta uzima, njia ya uzima. Nini ilianza? Ilikuwaje? Unaelewa? Utagundua Mungu alianza kukutanisha na watu. Kumbe anakutafuta. Lakini wewe hujui wakati huo. Wewe unahisi tu ni maombi tu, watu wao wanaomba kuliko mimi. Kumbe Mungu yupo aliko. Anakuita na kutafuta. So anakusogeza taratibu. Sema leo ninachomoka na jamaa zangu. Nataka kila unayemjua ametekwa arudi leo hapa. Kila unayemjua ametekwa, familia, jamaa na taifa. Unanielewa eh? Mungu ananiambia anataka kuwasha moto Tanzania. Na watu watakao nyamazisha ni unabii utakaotoka kwenye madhabahu hii ndio utakaosimamisha taifa. Amen. Na Mungu haruhusu tena watu waendelee kutembea ndani ya njia za nini? Muangalie yule kaka yako, muangalie yule dada yako, muangalie yule ndugu yako, angalia ile ndoa yako, angalia wale watoto wako, angalia ile biashara yako, angalia unatembea kwenye nini. Lakini pamoja umefanya nini? Simame juu. Simame juu. Simame juu. Naomba mic isikae sawa. Halisha mikono yako juu. Mic isikae sawa. Mic isikae sawa. Wewe ni Mungu mkuu, waweza mambo yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu, waweza yote,
la Yesu, kwa jina la Yesu, mchana wa leo niko tayari kuondoka ndani ya mauti yoyote ile inatenda kazi kwenye maisha yangu, kwa ndugu zangu, kwa watoto wangu, kwa majirani zangu, Tanzania yoyote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, niko tayari. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Ingia uweponi. Haleluya. Maanisha kwamba kuna mahali unatoka na kuna mahali unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Sema, kwa jina la Yesu ninaomba toba mahali popote nilipoenda kinyume na mapenzi yako Bwana. Mchana wa leo niko tayari, niko tayari. Ile damu yako iliyomwagika msalabani iondoke na mimi, iondoke na mimi, iondoke na mimi, iondoke na mimi, iondoke na mimi. Napokea uweza, napokea nguvu, napokea uweza, napokea nguvu, napokea uweza, napokea nguvu, napokea uweza, napokea nguvu. Ninaporudia rudia unaanza kuondoka kwenye ulimwengu wa roho. Ninapokuwa narudia maneno unaanza kuondoka. Riko shapa ya daraba, rebo shapa rebo sekete hapa, rika ya daraba sekete ya takapa, rika ya daraba baba reke sekete. Sitaingia uzimani nikiwa mwilini, sitaingia uzimani nikiwa kama mtoto, sitaingia uzimani nikiwa sijui kuomba. Rika ya baba, riko ya doropo, na kamata nguvu, na kamata uweza, na kamata nguvu, na kamata uweza, na kamata mamlaka ya kuingia uzimani, na kamata nguvu za kuingia uzimani, na kamata mamlaka ya kuingia uzimani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Anza kuvua sasa, vua kila vazi, vua kila roho iliyokwenda kutambulisha kwamba wewe ni wa mautini. Vua kila vazi, vua kila roho, ivue hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Sema, navua vazi lolote iliyokwenda kutambulisha kwamba mimi ni wa mauti. Navua mwili uliokwenda kutambulisha mimi ni wa mauti, na ivua hiyo roho iliyokwenda kutambulisha mimi ni wa mauti. Kuna watu tunacheza, kuna watu